School. Tulianza kama shule ya watoto wadogo chekechea na sasa hivi tupo kwenye preschool, primary na secondary. Tunayo mwakani Mungu akipenda Madale. So tunawashukuru sana wageni rasmi, tunamshukuru RC kwa kuja kwa kuwakilishwa na afisa elimu. Kwa kweli leo mlichoona ni watoto wetu wakiweza kukuzwa vizuri, kupewa elimu nzuri, wanakuwa na ujasiri, wanakuwa na confidence ya kuweza hata kutackle anything in life. Sote tunahitaji kusaidia serikali. Serikali ni sisi, ni watu, na kwa kusaidia serikali kuingiza investment kwenye elimu ndo tutaweza kutoa generation ya Watanzania ambao wanaweza kupambana na kuweza kuishi kuwa na matokeo chanya katika sekta zote, kutoka sekta ya afya, kutoka sekta ya elimu, kutoka sekta ya teknolojia. So sisi lazima kama wawekezaji tuingie kwenye hii sekta na tuweze kusaidia serikali. Hatuwezi kusema tu tuache kila kitu serikali ifanye. Leo hii ni uzinduzi wa Monty International School ambayo ni shule ya Cambridge International hapa Mikocheni. Na imezinduliwa kwa sababu tulivyoanza ilikuwa ni shule ya chekechea, lakini sasa hivi hii ni shule ya primary na shule ya sekondari. Kwa majina naitwa Thuwaini Yusuf Makamba, ni Monty parent. Monty parent ni wazazi wa watoto wanaosoma Monty International School. Wazazi, urithi wa watoto wetu mkubwa ni elimu. Utamwachia nyumba, utamwachia gari, kila kitu, lakini lazima awe na uwezo wa kudadavua, na hiyo pekee ni elimu. Kwa hivyo Monty inaturuhusu sisi wazazi kuwaachia watoto wetu urithi, kwa sababu inawaandaa wawe citizen bora wa dunia na watu competent wa kuendelea kuishi na kuwa watu wema, sio tu madarasani bali mchezoni, morally, teknolojia na kila kitu. Kwa hiyo I'm happy kwa Monty na transformation ambayo wanaifanya. Kiukweli taifa la Tanzania tangia muasisi wetu baba wa taifa hatujai kuwa watu wa dini sana, umeelewa? Kwa hiyo kwa Monty ni mchanganyiko, wenye dini, wasio na dini, wapagani, waislamu, wakristo tunakaribishwa. Mimi binafsi ni Muislamu, watu wangu ni Waislamu. Kwa hivyo lakini sio issue kwa kifupi kwenye jamii ya Kitanzania. Unauliza makabila unataka kutambika, I think mwalimu alisemaga hivyo. Unauliza dini liweje. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho hatujali sana, lakini nadhani mchanganyiko ni mzuri, watu wanakuwa. Na maarifa ni kitu cha msingi sana katika kujifunza. Elimu ya sasa sio kukariri. Lazima mtoto anapokuja aelewe anachofanya, ili baada ya hapa aweze kuendesha maisha yake peke yake. Na hata ukisikia huko nje sasa hivi tuna ile elimu ya amali. Elimu ya amali ina makusudio makubwa sana. Mtoto anapomaliza aidha elimu ya darasa la 7 au anapomaliza elimu ya sekondari awe na uwezo wa kujitegemea, hata kuendesha maisha yake ya kawaida. Hiyo ndio lengo kubwa la serikali. Na hapo wanafanya, nimeona kuna vitu vingi. Umeona tehama, watoto wanaonyesha masuala ya tehama, lugha, kwa mfano Kichina. Kichina sasa hivi ni lugha maarufu sana na muhimu sana katika biashara za dunia. Umeona wanafundishwa Kichina hapa. Umeona Kifaransa wanafundishwa hapa. Kwa hiyo ndio malengo ya serikali, kuhakikisha kwamba inashirikiana na taasisi binafsi, kuhakikisha kwamba kila mtoto wa Kitanzania anapata kinachostahili. Mimi ni afisa elimu wa sekondari wa Manispaa ya Kinondoni. Kwa hiyo tuko nyumbani. Hapa namwakilisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwenye hafla hii ya uzinduzi rasmi wa shule yetu ya Monty International. Na haswa mimi ninawapongeza sana Monty kwa maandalizi na yanayoridhisha ya kuifanya hiyo kuwa international school kama mnavyoona mazingira yalivyo. Na ukiangalia hata watoto wenyewe ni wadogo, lakini wanajua nini wanachofanya hapa Monty. Tumeona maonyesho mengi pale, watoto wanazungumza lugha vizuri. Tumesikia lugha za Kichina, lugha za Kiingereza na vitu mbalimbali ambavyo wameonyesha watoto. Lakini tu kitu ambacho nimefurahia mimi kama mgeni wa heshima, nimefurahia swala la maadili. Shule inasimamia maadili tena ya Kiafrika, hasa ya Kitanzania. Kwa swala hili ni muhimu sana, na nitoe tu wito kwa shule nyingine ambazo ziko mkoa wa Dar es Salaam na hata hapa Kinondoni, waje Monty waone namna gani walimu na wamiliki wa Monty wanavyosimamia maadili ya Kitanzania.
Watoto wanafundishwa namna ya kuishi na jamii zao, namna ya kuheshimu walimu wao, namna ya kuheshimu wazazi wao, namna ya kuheshimu kila mmoja wapo. Na watoto wanaheshima sana kama unaona. Nadhani waandishi mmeona nyote watoto wako very disciplined. Serikali yetu iko very fair. Haizui hata mmoja anayetaka kuanzisha shule ya msingi au sekondari. Mtu mwenye uwezo akafuata zile taratibu zote za kuanzisha shule za msingi na sekondari, wanaruhusiwa, wanapewa vibali. Hiyo ni support ya serikali. Serikali yetu iko free kuhakikisha kila mwenye uwezo wa kujenga shule either ya msingi au ya sekondari anajenga. Cha msingi tu afuate vile vigezo vyote vinavyotakiwa na Wizara ya Elimu, anaanzisha shule yake. Hata huyu kuanzisha international school anafuata zile taratibu zote. Ndio maana leo amefikia hapa. Na serikali ina support kwa sehemu kubwa sana. Na si kama serikali, tunawatia moyo wale wawekezaji kwenye elimu, wawekezaji binafsi, kuanzisha shule ili tuweze kuisupport serikali kwenye swala zima la utoaji wa elimu. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote. Mapokezi yenye ubora hapa. Utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100. Vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.